Ni kusalimu kupitia jina la Yesu Kristo, jina lipitalo majina yote. Majina yangu naitwa Emmanuel Posea, ni mtumishi wa Mungu ambaye nalitumikia kusudi la Bwana. Karibu tena majira kama haya ambayo tunakutana kwa neema ya Mungu ili kuweza kupata maarifa. Kipindi hewani ni mahusiano na ndoa. Ninaamini kwenye maisha yako neno ndoa si geni, lakini pia ninaelewa unajua tafasiri ya neno hili. Lakini leo tuko mahali hapa ni kuletea maarifa ambayo yataweza kusaidia. Na ujumbe wa leo unasema vita ya mawifi dhidi ya ndoa yangu. Si juu ya ndoa yangu mimi. Mimi nasimama kama mwalimu, lakini pia kufundisha. Na niko mahali hapa si kwamba kwa ajili ya kuwabeza mawifi, hapana. Kuna vitu ambavyo tutakwenda kujifunza ambavyo ninaamini jamii itaweza kuwa mnufaika mkubwa katika yale ambayo tunakwenda kuiachilia mahali hapa. Biblia inasema kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 24. Kwa sababu hiyo mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, naye atambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Kwa Biblia inasema kwamba yani mwanaume atawaacha wazazi wake, baba na mama, atambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Watu wanapoamua kuishi pamoja, kuna tendo la kuambatana na kuna tendo la kuwaacha watu fulani kwenye maisha yao ili wakaweze kusimama na kuanzisha msingi wa maisha yao mapya. Haina maana kuwaacha kwa maana hawatakuwa tena nao kwenye maisha yao, hapana. Kwa maana nyingine, kutoka kuwategemea na kusimama kama wao ili kutengeneza hatima yao kwenye maisha yao. Kwa hiyo wako wazazi ambao pamoja na kijana kuoa, lakini bado unakuta mzazi anamshikilia kijana wa kiume ya kwamba utaendelea kuwepo hapa hapa. Hapana, lazima umwachie ambatane na yule ambaye amekubaliana kuwa naye, wakasimame kama wao, wakutane na changamoto za kwao, watengeneze uchumi wa kwao, wawe na familia ya kwao. Ndoa ni agano takatifu lilioanzishwa na Mungu. Ndoa ni agano takatifu ambalo Mungu ndiye alianzisha. Naomba unisikilize vizuri, tega sikio lako. Hivyo ndoa nyingi hupitia changamoto zinazotokana na watu wa karibu. Unajua kuna ndoa ambazo zinapitia changamoto, na hizi changamoto ukizichunguza ni watu wa karibu ambao wanakuwa ni chanzo cha changamoto, hasa ndugu wa upande labda wa mme au wa mke. Mara nyingi mawifi wanaweza kuwa chanzo cha migogoro, ugomvi, fitina, wivu, mgawanyiko ndani ya ndoa. Leo nataka nizungumze na mawifi, lakini haina maana ya kwamba mawifi wote wako hivyo. Somo hili halijalenga kuwashutumu mawifi. Halijalenga kuwashutumu mawifi wote, kwa sababu wapo mawifi wengi wazuri wanaojenga na kuimarisha familia. Wako mawifi wazuri ambao wanajenga na kuimarisha familia. Ni somo ambalo limeandaliwa ili kuweza kujifunza, lakini pia kuweza kutengeneza amani katika jamii ambayo tunaishi. Sababu Biblia inasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Na mimi naamini ya kwamba Bwana ameachilia maarifa haya ili uweze kujifunza. Yamkini kuna namna ambavyo unaishi wewe, yamkini pengine naongea na wewe, na naamini kupitia hiki ambacho tunajifunza kuna namna ambavyo utatoka, kwa sababu utapata msaada wa kiroho. Kwa nini inatokea vita kati ya aliyeolewa na madada wa mume wake? Vita ya mawifi huanza kwa wivu. Baadhi ya mawifi hushindwa kukubali kuwa kaka yao ameoa na sasa ana familia yake.
Yaani unajua mnaweza mkaishi kama familia ambao umezaliwa na baba mmoja, mama mmoja, hata kama whatever, mama tofauti, baba tofauti. Yaani manake kuna wakati mnaishi maisha ambayo mnazoeana. Kaka yetu, oh my Jesus. Sasa kaka anapoanza maisha mapya mengine, kuna namna hawa madada wa huyu kaka, kuna namna ambavyo kaka yao walikuwa naye, kuna namna ambavyo pengine alikuwa anawatimizia hata mahitaji yao, kuna namna ambavyo walikuwa na ukaribu naye. Sasa anapooa hushindwa kukubali kuwa kaka ameoa na sasa na familia yake. Hii ni changamoto. Wengi wanashindwa kwamba huyu mtu ameingia kwenye jukumu jingine na kuna mtu ambaye ameamua kuambatana naye. Kwa hiyo wao wanataka maisha waliokuwa wanaishi naye kaka yao kabla hajaoa yawe vile vile. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Hapa kutakuwa kuna mabadiliko. Na pengine kuna namna ambavyo utaona hata kaka wakati mwingine vile ambavyo alivyokuwa kuitikia, pengine ulipokuwa na changamoto, lakini anapooa ni jukumu nyingine, ni issue nyingine, kwa sababu pia ameamua kuambatana na mtu ambaye pia atamshirikisha mambo mengi, kumshauri. Na kuna wakati mwingine unaweza ukapeleka hoja yako kaka, kabla hajaijibu ataipeleka kwa mwenzi wake. Hapo ndipo ambapo changamoto zinaanzia. Sasa kuna dalili ambazo unaweza ukaziona. Jambo la kwanza, kumlalamikia mke kila wakati. Yaani watakuwa wanaanza kumlalamikia mke wa kaka yao kila wakati. Utasikia kaka, yaani huyu mke wako, yaani kaka, tangu umeoa umebadilika, yaani huyu mwanamke amekubadilisha, haukuwa hivyo kaka yetu. Wanaanza kuweka malalamiko. Wakati mwingine malalamiko haya wanayaachilia, hata huyu aliyeolewa anasikia kabisa. Binti wa watu anaanza kunyong'onyea, anaanza kupoteza ile ladha ya kuiona ndoa ni kitu chema sana. Anaanza kujengwa masali kwamba nimeingia kwenye familia hii, pengine nimekuwa sababu ya kuwafanya watu hawa waone kama mimi nimeingia kuharibu amani iliyokuwa kwenye familia hii. Kwa wanaanza kuleta malalamiko. Na wewe kaka mwenye hao mawifi, unapoanza kuona malalamiko juu ya dada zako, usiwe mtu wa kupaniki. Manake ukikosa utulivu, unaweza ukajikuta unaingia kwenye migogoro, na unaweza ukashangaa ndoa yako ikaishia njiani. Kwa sababu ukishindwa kutambua kwamba sasa hivi wewe ni mume na hawa ni ndugu zako, kuna maisha ambayo uliishi nayo kabla hujaoa, na baada ya kuoa kuna maisha ambayo unatakiwa kuishi nao, wanakulalamikia tu. Jambo jingine, kumlinganisha mke na wanawake wengine. Yaani ukuta mawifi wanaanza kulinganisha mke wa kaka yao na wanawake wengine. Yaani kaka yetu tunakwambia, yaani bora hata yule wifi yetu yule mwingine yule ambaye ulimleta nyumbani ukamtambulisha alafu ukamwacha, yaani bora hata ungemoa huyo. Kile chombo kaka, guu kweli. Guu kweli. Sasa fikiria, wifi anazungumza hivyo, aliyeolewa anasikia. Maneno yanakuwa wakati mwingine ni ya kejeli, kuona kama kaka yao hakuchagua mtu sawa sawa. Hebu angalia hivi kaka yetu, kaka yetu, nikuulize tu kaka, unaweza kweli ukamtoa out wifi yetu ukaambatana naye? Maana anaona kama sio type yako. Kuna aina ya mawifi walishakata mpaka mshipa wa aibu. Anaweza akasema jambo mpaka ukajiuliza, huyu anaongea hiki kitu amemaanisha ama anatania? Lakini ndio kamaanisha. Lakini jambo nyingine, kumfanya kaka aamini kuwa mke wake si mzuri. Mawifi wanaweza wakawa na agenda ya kumfanya kaka yao aamini mke wake sio mzuri. Kaka, umetolea mtu gani huyu? Hivi kweli hapa tutapata watoto handsome? Tutapata watoto hapa beautiful? Tutapata mtoto ambaye hata kama akivaa minisketi guu kweli inaonekana aliko nje? Yaani wifi huwa anaongea. Kaka naye anauliza kwa nini? Umetolea kimwanamke kimbaombao. Wewe wifi wewe, nikwambie hivi, yatakushinda.
Kumbuka na wewe ni mwanamke kama huyo aliyoolewa. Na swala la kupenda, my Jesus, kila mmoja ana namna yake. Wewe unapomwona wifi yako kimbaombao, kaka yako ndio amelizika naye, ndio amependa hapo, tafuta nayo wa kwako ambaye ni mume, tuone. Acha kuwa na maneno ambayo hayana maana. Kwa hiyo mawifi wanaweza wakawa na ajenda ya kumfanya huyu kaka aone kama pia alikosea. Ndoa nyingi leo zimekosa amani. Wakati mwingine mke aliolewa inafikia mahali anasema sasa chagua, kama unataka kuishi na mimi ama uendelee kuishi na hao dada zako, kwa sababu imefikia mahali wameshamchanganya mtoto wa watu, hapumui kila kukicha. Mawifi hao msiwe vyanzo vya kuharibu ndoa za watu. Jambo jingine, kutafuta makosa ya mke kila siku. Yaani kuna aina ya mawifi wao ni kutafuta makosa tu ya mke. Yaani kwambia huyu mke wako akienda sokoni anatumia masaa matatu. Hivi masaa matatu kaka, kwa mfano, unafikiri anaweza kaa ameenda wapi? Tafuta. Yaani kuchokonoa. Yaani kwa kweli kaka yangu, nguo zako naona zinafubaa tu. Yaani kuna mawifi bisilani, yaani naona nguo zako zinafubaa. Kaka naye kwa nini? Wewe unaziona hizo nguo zinafuliwa zinatakata? Umeoa na unalo kwenda mkafikishe miaka 10. Kaka yetu, yani kwanza sio miaka 10, kaka yangu kwenda mwaka huu kaumalize, utaanza kuonekana mzee, kwa sababu sio kwa mapigo hayo. Yani wako kutafuta vimakosa. Akifua hajui kufua. Mwenye mke hajawahi kumwambia mke wake kwamba mbona nguo zangu hazitakati. Wewe ni kutafuta makosa, imradi mtoto wa watu huyu akose amani. Hii si sawa. Ndoa nyingi leo zimevunjika. Wako watu ambao wamerudi majumbani kwao, wamerudi kwa baba na mama, anaona bora sasa nirudi kwetu nipumzike, maanake hata sielewi aliyenioa ni nani hapa. Kuna familia zingine yani mwanamke mpaka anajiuliza, hivi sasa hapa nimeolewa na nani? Kwa sababu hata mwenye mke hata aliyemuoa huyo dada hampeleki kama ambavyo mnamfanyia nyinyi. Wako wanandoa leo, wako wanawake leo wameolewa, wanapitia vitu vingi, visilani vingi juu ya mawifi. Lakini Bwana leo ameleta somo hili ili kutengeneza. Lengo sio kuwashutumu mawifi, lakini wale ambao wana tabia hizi maana yake watengeneze. Chochote unachokipanda kwa mtu, kumbuka unapanda ni mbegu. Kumbuka itamea, kumbuka itaota. Kama leo unamfanyia hivyo mwenzako, basi kuna kesho yako utafanyiwa, utatendewa. Si unapanda wewe, si unaona ni sawa, wewe si unafurahia, kuna siku inakuja na wewe utafanyiwa hao unayofanya. Kwa hiyo lengo ni kwamba mtu mmoja ambaye pengine una tabia hizi ni kujirekebisha na kuacha maisha yaende mbele. Oh, haleluya. Usitafute makosa. Watu wanatafuta makosa ya wifi. Yaani vyombo vyenyewe kiosha hajui, kupika hajui kupika. Kaka, na mwaka huu utakonda. Ulikuwa umeshaanza watu kuna kulostia. Umejichanganya hapa. Mwenye mke hajawahi kusema, lakini mawifi ni kutafuta makosa. Jamani, tuache. Acha, sio jambo jema. Mwache mwenye mke afurahi maisha na mke wake. Lakini pia jambo la pili, vita ya mawifi hutumia fitina. Wanafanyaje ili kuhakikisha huyu aliyeolewa pengine yanamshinda, ama wanamshambulia mpaka wanaona ndoa chungu? Wanatumia fitina. Fitina ni ishara inayotumiwa kuharibu mahusiano. Fitina ni vitendo ambavyo mtu anavifanya kuharibu mahusiano. Dalili yake kusema maneno ya uongo. Hiyo ni fitina. Wako mawifi ambao kazi yao ni kusema maneno ya uongo. Yaani kaka, huyu mwanamke ni basi tu alikuonea huruma. Kwanza mtu mwenyewe si hazi yake,
huna shape, sijui ulimloga. Yani huyu mke wako ana mambo ya ajabu kaka yetu. Eti anasema sijui ulimloga, akajikuta amekukubali tu. Kwa sasa hivi anahisi kama zile dawa ulizomfanyia zimeanza kuexpire. Yani anajilazimisha kuwa na wewe. Kuna mawifi wamejaliwa kuwa na midomo. Kuna mawifi wanajua kupindisha maneno. Kuna mawifi wanajua kubadilisha maneno. Lakini nikwambia hivi, acha maneno ya kusema uongo. Nikwambie, eti tunaambiwa kaka yetu, tangu mweke ndani huyu mke wako ambaye ni wifi yetu, hujawahi kumnulia hata kitenge hicho kimoja. Vitenge vyote anavyovaa ni vile vya zawadi ya harusi. Kaka unalo. Sasa kama mwanamke wako anashindwa kukutunzia siri, tunafika sisi analopoka. Unafikiri anasema mangapi? Dada, watu hajawahi kusema. Ila mawifi wanachanganya mafaili tu ili kuhakikisha huyu mtu akose kibali, watengane. Kubeba maneno kutoka upande mmoja kwenda mwingine. Maneno ya fitina ni kubeba maneno kutoka upande mmoja kupeleka upande mwingine. Kuna watu ambao wanabeba maneno kutoka upande mmoja kupeleka upande mwingine. Nikwambie, yani hivi huyu mwanamke ambaye amemoa kaka yetu anamuonaje mama yetu? Hapo sasa mawifi wametoka kwa kaka yao, wapo kwa mama yao, wanaanza kujisemesha eti fulani, eti hivi wifi anamuonaje mama yetu? Kwanza unajua mama yetu ametulea kwa uchungu, na ametulea mpaka akamuona huyo kaka yetu akaamua kumpenda na kumwoa. Lakini leo eti mama yetu anamsema ana roho mbaya. Mama naye anasema nini wanangu, mnasemaje wanangu? Ndio hivyo mama, habari ndio hiyo. Tumekuwa kwa kaka yetu, tumekaa pale kama unavyojua, tumekaa wiki tumesikia majirani wanasema kwamba anajuta kuolewa na kwenye familia hii. Manake mama mwenyewe huyo ni mama mwenye roho mbaya. Yaani anasema mama mkwe ana roho mbaya. Kumbe ni maneno ya mawifi ambayo wanaamua kuyasema ili kuchonganisha fitina. Sasa fikiria, mama anaambiwa ana roho mbaya, atashindwa kumpigia simu mwanae, atashindwa kumfungia safari, kwa sababu kuna mama wake na wenyewe mama mkwe unamkuta atamvalia dila, avaa dila, anasema ngoja sasa tuende. Kati ya mimi ambaye nilimweka mtoto humu miezi 9, wakakutana ukubwani miezi 9, ananiambia na roho mbaya. Mama mkwe anafika kwenye familia ya kijana wake ambapo binti yuko pale, anaanza kutupa matusi. Na nakwambia kama sikumweka tumboni miezi 9, tutaona kama mtaendelea kuishi. Mtaona, nitamtafutia mwanangu mke anaye saili. Mimi ndio mama kizaa chema. Mama mkwe, na wewe maneno ya kuambiwa na watoto wako hawa kike, sio kila kitu uambiwe na ukichukulie. Kuna mambo ya kuambiwa na kuyachunguza. Usikurupuke tu na kuyafanyia kazi. Leo ndo nyingi zimepitia uchonganishi. Na kuna wakati mwingine mawifi, yani nyinyi mawifi, unajua kuna mawifi ama kuna madada wenye kaka zao. Yeye unakuta dadazi anamchagulia kaka yake mtu wa kumwoa. Na rafiki yangu kakaangu, yani kakaangu, rafiki yangu unamuelewa sana. Yani ukimwoa utakuwa umefanya jambo la heshima sana. Utakuwa umeugusa moyo wangu, utakuwa umefanya kitu cha kihistoria. Kwa hiyo dada anamtafutia kaka yake mwanamke wa kumwoa, na dada anaweka masharti fulani kwamba kaka yake amwoe huyo rafiki yake aliyemchagulia. Kwa kuna wanawake wengine leo wanapitia vita ya mawifi, kwa sababu yule wifi alikuwa na aina ya mtu aliyetaka aolewe na kaka yake. Alikuwa na rafiki yake aliyetaka aolewe na kaka yake. Sasa bahati hiyo haikuweza kutokea. Kaka akafanya chaguo la kwake, anaoliona yeye. Na ndio maana vita unayopitia leo, wakati mwingine mawifi hakutaka, kwa sababu kuna mtu alitakiwa kuwepo hapo. Kuna wakati mawifi mnakwenda mpaka na yule mtu aliyetaka kuolewa. Unaenda
Mnafika naye pale, mnatengewa chai, mnapiga soda, mwambie yani besti wangu, yani basi tu. Unajua hapa sasa hivi tungekuwa tumekukuta wewe, tunajimwaya mwaya, hapa ni kwako, ni basi tu. Yani kuna watu wengine wanagubu, sijui kameingiaje. Yani wanapiga stori za mafumbo. Anayeongelewa ni wifi aliyeolewa, sasa yuko hapo ndani, lakini wameambatana na mtu mwingine kwenda kwa kaka yao, ambao wao walikuwa wanaweka mapendekezo awe mtu wake. Na kuna ndoa leo zimevunjika ili mawifi watimize kile ambacho wao wanataka, aolewe mtu ambaye wanamtaka wao. Na wengine mpaka wanaapa, wanasema okay, mmefanikiwa kuingia kwenye ndoa lakini hautokaa. Mwingine anatamkiwa kabisa, mimi ndo dada, mimi ndo dada lao kwenye familia yetu. Yani mimi nakwambia hivi, wewe upo kwa muda tu, utatoka hapa, labda sio mimi, labda nitokee nimetangulia mbele za haki, lakini kama niko hai nitahakikisha umetoka, na kaka atavuta chombo kingine. Unalo. Yani wanacheka. Kuna visilani vinavyoendelea. Na wakati mwingine pia mama mkwe naye hapa ni kugusa kidogo. Kuna aina wazazi na wenyewe wanachagulia watoto wao wake za kuoa. Usipooa mtoto, unaoa chaguo lako. Tambua huyo uliyemwoa atakuja kupitia kwenye vita, kwa sababu mama alikuwa na chaguo lake, baba alikuwa na chaguo lake. Sasa huyo aliyeolewa nje na machaguo ya wazazi, ukooa kwa hisia zako wewe na kupenda kwako wewe, unakuta binti wa watu anaanza kupitia mateso, anapitia shida. Shida hizi zinatokana nini? Kwa sababu ulifanya machaguo. Liposika katika jina la Yesu Kristo, wewe unayefanya mambo hayo, acha mara moja. Acha. Yanasema ndoa na iheshimiwe na watu wote. Heshimu kila ambacho Mungu amekiunganisha. Usiingilie maisha ya watu. Kitabu cha Methali. Wakati mwingine fitina hii ni kuweka chuki kati ya mume na mke. Wanaweka fitina. Kuna mawifi nikwambia hivyo, washaga kata hata mishipa ya aibu. Kaka, nasikia tumeambiwa ndio maana mnachelewa kupata mtoto. Kaka yetu tuambie kama una matatizo. Mpaka wifi anazungumza. Yani hapa wanazungumza utafikiri anataka kusema jambo la maana sana. Kaka, una changamoto wewe. Kama una changamoto, kwa nini ulioa? Tunasikia jogoo aliwiki. Na likiwika, linawika hata kwa jirani alisikiki. Linawika, yani sekunde moja ni nini? Ni kubwa kuisha habari. Kaka, upandi mlima wewe. Sasa kaka huyu akisikia maneno haya, hii habari amemwambia nani? Sasa hizi habari atatuambia nani kama sio mke wako? Wewe unafikiri hizi habari nani anaweza akatuambia kama sio mke wako? Unaona maneno ya kuchonganisha. Sasa fikiria wewe ni mume, unaambiwa maneno haya na dada zako, hivi utaliact vipi? Na wanaume tuwe na akili ya kuchunguza mambo. Usipaniki. Kitabu cha Methali sura 16:28. Mtu mpotevu hupandisha ugomvi. Mtu mpotevu hupandisha ugomvi. Kazi yake ni kuhakikisha watu hawaishi katika amani. Kazi yake ni kuhakikisha watu wanagombana. Mtu mgomvi huyo. Bwana akupe maarifa yale yanayoendelea yasiwe sehemu ya maisha kwako, na Mungu akupe ushindi katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Okay, tuangalie jambo jingine ambayo upelekea kuwepo na magomvi ndani ya familia. Mawifi kutaka kubaki kwenye nafasi ile ile ya kaka yao kabla hajaoa. Kubaki kwenye nafasi ile ile. Kuna mawifi wanaotaka kuwa wao ndio waamuzi wa kila jambo ndani ya ndoa ya kaka yao. Yaani wao wanataka ndio wawe final say, ndio waamuzi wa kila kitu kwenye ile familia. Hawataki kubali kwamba kaka yao ameoa. Wanataka wawe final say. Kuna wengine mpaka wameolewa, wana familia zao, lakini bado wana drive hata familia ya kaka yao. Nikwambie, wifi wa namna hii, ukiolewa kama hujaolewa, yatakushinda. Lakini ashukuriwe Mungu kwa sababu unasikia neno hili. Furaha yangu si kwamba ya kushinde, furaha yangu ukayaweze, na furaha yangu ni kwamba uachane na tabia ambazo zinatengeneza migogoro kwa wanafamilia walio wengi.
Kuna mawifi wanaotaka kuwa wao ndio waamuzi wa kila jambo ndani ya ndoa yao, kaka yao. Ukisikia tu kuna kitu fulani, okay kakangu nakuja, mimi si ndo dada yako, mimi si ndo msiri wako, mimi ndo tumetoka tumbo moja kaka, mimi nakuja hapo, mimi nikija mambo yatakuwa sawa sawa. Yani unakuwa muamuzi. Acha. Hutaka kutoa maamuzi badala ya wanandoa. Yani hawa mawifi unakuta anataka kutoa maamuzi kwenye ndoa ya kaka yake badala wanandoa wenyewe. Wakipanga kujenga, wifi ndo anataka atoe maamuzi. Na wewe mwanaume ambaye ni mpaka umshirikishe dada yako ndo utoe maamuzi, wewe ni mtu wa ajabu sana. Sijui umshirikishe baba yako ndo utoe maamuzi. Na mimi nitakuuliza, ukitaka kula biriani la watu wazima usiku, unamuulizaga mama yako au baba yako? Mbona kuna mambo huwezi kuyauliza? Ukitaka kuzaa utaenda kuuliza kwamba mama nataka nizae sasa. Lazima uwe na akili ya kufikiria na kujua namna kuweza kufanya. Haleluya. Kila kitu unamshikisha dada yako, madada zako ndio wakuamulie. Dada, tunataka tununue kiwanja, eti nyinyi mnasemaje? Ninunue ama tusinunue? Wewe unakoelekea wewe yatakushinda mwanaume. Yatakushinda kwa sababu unakoelekea utauliza hata pia unapotaka kula biriani. Sijui umpigie dada yako muulize, dada, naweza kula biriani leo au nisile? Yatakushinda. Haleluya. Mungu akusaidie katika jina la Kristo. Kuamua matumizi ya fedha. Mawifi hao wanaamua matumizi ya fedha. Na kuna wakati mwingine anaingiza choko tu. Huyu mke wako tangu muoe ana matumizi mabaya ya fedha. Hebu ona, kila wiki amepaka kucha, kila wiki amevaa, kila wiki amepaka mafuta, kila wiki. Yani maneno. Wanataka waamue juu ya maamuzi ya fedha kwa habari ya familia ya kaka yao. Enyi mawifi, Biblia inasema watambatana, watakuwa mwili mmoja, wataacha baba zao. Sasa kama mwanaume ataacha baba, ataacha mama, amekuacha mpaka wewe wifi. It means kwamba Mungu anataka wakasimame kama wao, wapange vitu vyao, wawe na maamuzi kama wao. Oh Jesus. Jambo jingine, kuamua namna watoto watakavyolelewa. Yani wifi ndo naamua eti kaka hawa watoto mimi naona ili wawe na malezi mazuri walelewe na bibi yao au mimi shangazi yao. Maana huyu mke wako hata simuelewelewi. Kwa kaka yako azae wewe ulee wewe. Kuna mambo ulioyalenga. Yani watoto wazaliwe, wewe wapangie watasomaje. Yani unataka upange kwenye familia kaka yako wasomaje. Hii naikataa. Na kama kuna wanaume mna mambo kama haya, sio sawa. Leo ndoa zinakuwa na migogoro mingi, lakini viko vitu vingi ambavyo vinaendelea ambavyo kimsingi havina maana kabisa. Lakini Mungu akusaidie. Wewe unasikia neno hili, Mungu akusaidie. Mungu akuponye katika jina la Yesu Kristo. Kama unaelewa sema amen katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Mawifi hao. Jambo jingine, kuamua nani afae kusikilizwa. Yani mawifi sasa, kwa hiyo kaka, kati ya huyo wifi na sisi ndugu zako, nani bora? Nani bora? Sisi ujue damu yako, DNA inasoma, sisi ndo bora. Sasa utuambie tujue leo, kati ya sisi na huyu anaweza akapita, ila si tupo. Undugu huwezi kuutenganisha. Yani vimaneno fulani vya kuwafanya tu hawa kuwatenganisha. Yani kuamua nani afai kusikilizwa. Kwa hiyo unatusikiliza sisi ndugu zako au unasikiliza huyu mke wako? Mawifi visilani nyinyi. Hii kitu sio nzuri. Haifai, mbaya, ya kukemewa. Acha watu wakae kwenye familia yao. Na wewe kumbuka unamfanyia hivi mtoto wa mwanamke mwenzako. Sijajua kama umeolewa, na kama hujaolewa yatakukuta huko. Yatakukuta. Unayoyapanda haya basi akikukosa wewe yatakwenda kwa watoto wako. Achana hayo mambo. Usitake kutaka kuonekana wewe unafaa zaidi.
Ukipika chakula, unajua kaka, leo nimefika hapa, nataka ule pishi langu, alafu lione pishi langu na huyo mke wako, uniambie, naomba ukompare, ili ujue mimi shemeji yako kuna namna navyompikia. Hapa una kazi kaka. Yaani unazungumza vitu ambavyo lengo lako ni nini? Lengo lako ni kufanya hawa watu wasikae sawa. Kwa hiyo unapokuta mambo kama haya wifi anafanya, yanavunja mipaka ya ndoa. Ndoa lazima iwe na mipaka. Nawe mwanaume uliooa huyo mwanamke wako, weka mipaka. Waambie ndugu zako, hapa hapana. Weka mipaka. We wifi lazima uwe na mipaka. Okay. Kuna wifi wengine hata hawanaga aibu. Akifika kaingia kwenye chumba cha kakake, anakolala na wifi yao, kashaingia chumbani. Akulizwa, vipi wifi huko? Si chumba cha kaka yetu. Cha kaka yenu, kwani unafikiri hapo mpo kwenu mlikokuwa huko? Wewe kakako akifika hapo kwako unapoishi na mume wako ambao kwa shemeji yake, afika akimbilie chumbani huko. Haya ni mambo ya ajabu sana. Yaani hata una mipaka wifi wewe. Umeshafika, umeshaingia kwenye chumba hiki, umetokea kwenye chumba hiki, umetoka kwenye hiki, umeshafukua mabegi hayo, makabati hayo, yani pekua. Utafikiri umeingia mgambo. Wewe umekuwa mgambo. Wifi usiyekuwa na mipaka. Hujaambiwa gusa, ushagusa. Yani friji ina nini? Mbona haina matunda? Naomba leo mweke matunda. Nimefika mimi ndo wifi wa mawifi. Nimefika dada wa madada hapa. Yani huna mpaka, hujui bajeti za watu. Upo tu. Unakurupuka kila mahali. Unaingia kila mahali. Oh my Jesus. Mungu akusaidie katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Hawa mawifi hupinga kila jambo. Yaani kuna wakati anapinga kila jambo. Amekaa kwenye nafasi ya mke, badala mke akae kwenye nafasi hiyo, wifi anaamua kukaa kwenye nafasi ya mke. Atakuwa mpingaji. Atapinga kila jambo. Kupinga kila jambo la mke. Anapinga kila jambo la mke. Anapinga. Unataka kumfungulia biashara huyu? Kwani kaka, hujatuona hata sisi kwenye familia tunahitaji tufungue biashara? Huyu achana naye. Acha kae. Dada hata anahitaji, anatoa mawazo, mume wangu, tununue kiwanja, tununue mashamba. Wewe sio kumshauri kaka yetu, tupo sisi. Yaani wanapinga kila jambo. Hupunguza heshima ya mke mbele ya familia. Vile wanavyomsema kwa ubaya, hawazungumzi kwa mazuri mawifi, utengeneza kupunguza heshima ya mke wa kaka yao mbele ya familia. Ndio maana leo kuna wanawake wengine wameolewa, hatamani hata kwenda ukweni. Hatamani kwenda ukweni. Anaendaje ukweni? Kwa mfano, yani unaendaje ukweni? Kwa sababu ukweni umeshazungumzwa vibaya. Una roho mbaya. Ukifika pale watu unawaangaliaga tu. Eti hatupokei, hatukaribishi, hatupiki vizuri. Kama vile tumefika sio kwa ndugu yetu. Yaani huyu anatutenganisha na ndugu yetu. Au amemloga. Uone wewe hivi. Hawa amemloga. Leo hii kuna watu wamesingiziwa mavitu hata ambao hawajawahi kuyafanya. Huyu atakuwa amemfanyia, kuna namna atakuwa amemfanyia ndugu yetu. Sio bure. Na huyu mtu anayekimbilia kwenye mambo ndio unakuta yeye ndio mjuzi wa hayo mambo. Kwa nini ukimbilie kumwambia mtoto watu amefanya kitu ambacho hajawahi kufanya? Lakini pia hujaribu kumdhalilisha. Hawa mawifi hujaribu kumdhalilisha. Hawamheshimishi wifi yao. Hawamheshimishi mke wa kaka yao. Hatuko mahali hapa kwamba labda kuwadhalilisha mawifi, no. Lengo la somo hili ni kuhakikisha jamii tumeijenga vizuri. Lakini na yule ambaye pengine ana namna hiyo, basi aache ili pia auone utukufu wa Bwana. Haleluya. Lakini Mungu alipanga mume na mke wawe mwili mmoja. Kwa kutambua kwamba wifi, mpango wa Mungu ni mke na mume wawe mwili mmoja. Haleluya. Okay, tunapiga hatua. Vita ya mawifi husababisha talaka. Yaani vita ya mawifi kama isipofikia mwisho, huwa inapelekea kusababisha talaka. Talaka inapelekea wanandoa watengane. Migogoro mingi ya ndoa imechochewa na kuingiliwa na watu wa nje. Migogoro mingi pia ndoa imechochewa na kuingiliwa na watu wa nje.
Kwa inafikia hawa wanandoa wanasema okay, kuna umuhimu gani wa kuendelea? Kuna umuhimu gani wa kuendelea? Si bora niache. Migogoro mingi ya wanandoa imechochewa na watu wao wa karibu. Mingi imechochewa na watu wao wa karibu. Hiyo migogoro inawapelekea ndoa kuingia kwenye ndoa kuingia kwenye shida, ndoa kuachana. Madhara yake ni kukosekana kwa amani. Kwa madhara atakayokuja kutokea, kuna kukosekana kuna amani. Kuna ndoa zina amani, lakini watu wa nje, watu wa ndani, watu wa karibu ndani ya familia, mawifi, wazazi, wajomba, mashangazi, wanatengeneza migogoro isiyokuwa ya maana kwa wanandoa. Ya maana isiyokuwa na ndoa. Kutokuaminiana. Ndani yako utatengeneza kutokuaminiana. Kaka yetu, mchunguze vizuri mke wako na mashaka naye. Tunakupenda kaka yetu, sije tukakupoteza mapema. Kaka ukiambia tusije tukakupoteza mapema, kivipi? Huyu wifi simuelewi. Yaani naona kama mwingi wa habari hivi. Yaani nahisi kama vile hauko wewe tu. Yaani kuna namna wanatengeneza chuki, kutokuaminiana. Inafikia mahali mume amwamini mke sasa. Anaanza kufuatilia. Hii kitu sio nzuri sana. Chuki ndani. Madhara yake unakuwa kuna chuki. Ziko familia leo zinaishi katika hali ya chuki. Kuna watu hawajafika ukweni miaka. Alifika mara moja, lakini ana miaka 20 amewahi kufika mara moja. Kwa sababu baada hapo ameshatengenezwa chuki, migogoro, anaonekana afai, na akasema potelea mbali. Sitakwenda. Kutengana. Kunapelekea kutengana. Madhara yake ya hii vita. Vita ya mawifi husababisha talaka. Talaka inapelekea watu watengane. Watu wataomba talaka. Haleluya. Sasa angalia jinsi ya kushinda vita hivi. Kuna namna ambavyo unaweza ukashinda vita hivi. Haleluya. Nataka nikufundishe namna gani ambavyo unaweza ukaishinda vita hii. Jambo la kwanza, jinsi ya kushinda vita hivi. Weka mipaka yenye hekima. Ndoa ina siri na maamuzi yanayopaswa kubaki kwa wanandoa. Ndoa ina siri na maamuzi yanayopaswa kubaki kwa wanandoa, sio kwa wanafamilia. Kuna vitu mtavizungumza mume na mke, itabaki kuwa siri. Maamuzi yatabaki kuwa siri yenu nyinyi. Sio mnazungumza mwenzako ameenda asubuhi kuambia ndugu zake, tumezungumza hivi na tumeafiki hivi. Pale hapana. Pataendelea kuleta shida kwa sababu hujaweka mipaka. Jua mambo ya kuambia ndugu zako na mambo ya ambayo hupasi kuambia. Kuna vitu wanatakiwa vione tu kama surprise. Wenzetu kila kitu ukitaka kufanya, unaongea na mke wako lakini tayari ushawaambia. Wakati mwingine umekuwa ni zuio la kupiga hatua kwenye maisha yako. Lakini kitu kingine ni hiki. Mume amlinde mke wake. Wewe mume, hakikisha unamlinda mke wako zidi ya ndugu zako. Mbuka ulimuoa yeye, umeambatana na yeye, mmeamua kuanzisha ukurasa mpya, ukoo mwingine. Msikilize, mlinde zidi ya ndugu zako. Na waambie ndugu zangu, msiniharibie ndoa yangu. Na waambie ndugu zako, maisha yamebadilika. Sasa hivi kuna mtu ambaye niko naye. Kwa hiyo kutakuwa kuna mfumo wa namna maisha yamebadilika. Waambie mume anapaswa kusimama kama kinga ya familia yake. Sasa leo wanaume walio wengi mmeshindwa kusimama kama kinga. Mama anashindwa akimbilie wapi huyo mke uliyemuoa. Akija kwako mwenyewe hueleweki, huna msimamo, hujui kujisimamia. Ndugu zako wanakukontrol, wanakugeuza kama chapati. Umegeuzwa huku, umegeuzwa kule. Kwenda ukaive kufika kwenye malengo yako, inawezekana usifike kwa sababu wanaokugeuza ni wengi. Ukilala umepanga nitafanya A. Ukiamka umeshageuzwa, unasema sifanyi A, nafanya B. Oh my Jesus. Hii ni mbaya sana. Jambo lingine la tatu, mke aheshimu ndugu za mume. Heshima huondoa migogoro mingi. So wakati mwingine pia kama usipoheshimu ndugu za mume wako, kuwaheshimu, kuwapa heshima, inaweza ukaanza kutengeneza vita mwenyewe. Na hapa pia niongee na wanawake pia. Wanawake wengi wanapoolewa huwa wakati mwingine wanajisahau. Na pengine huwa anajihakikishia kwamba ndo nimefika. Kwa sababu usifanye vita na hao ndugu wa mume wako. Usifanye vita. Mtaniambia nini? Ndo kashanichagua, kashaniweka ndani, na pete kanivisha hii hapa. Tena ina gramu ngapi ya dhahabu? Mnaro. Wewe
Usifanye vita na hao ndugu wa mume wako. Bora uonekane mjinga, siku ziende, na muombe Bwana. Bwana ataingilia kati akushindie. Usishindane nao. Kwa hiyo wakati mwingine kama heshima inapokosekana, unaweza ukatengeneza migogoro isiyokuwa na maana. Waheshimu. Hii itakusaidia sana kwenye maisha yako. Haleluya. So tuangalie jambo jingine. Epuka kujibu ubaya kwa ubaya. Oh my Jesus. Wamekutendea mabaya, usijibu mabaya kwa ubaya. Wewe mwanamke, usijibu ubaya kwa ubaya. Uwe na hekima, ustahimilivu wa kuyavumilia mambo, ukiamini Bwana atakushindia kwenye hiyo vita ambayo imeinuka dhidi yako. Bwana atakushindia. Utakuwa salama, utavuka na utakwenda. Mkono wa Mungu utakuwa pamoja na wewe katika jina la Yesu Kristo. Ungesema eme ya nguvu kwa damu mwana kondoo. Mungu ni mwema sana. Naamini kuna vitu vingi sana ambavyo unajifunza pale ulipo. Mungu akubariki sana, endelea kujifunza hivyo. Kwa hiyo epuka kujibu mabaya ubaya kwa ubaya. Kitabu cha Warumi 12:18, kama yamkini kwa upande wenu mkae katika amani na watu wote. Nasema mkae katika amani na watu wote. Hakisha unakuwa mtu unayetengeneza amani na watu wote. Lakini jambo jingine, omba kwa ajili ya familia. Omba kwa ajili ya familia. Ni vizuri kuiombea familia yako. Ni vizuri kuiombea familia ya mume wako. Ni vizuri kujiombea wewe. Ni vizuri kumwombea mume wako. Ni vizuri kuombea uzao wako. Omba kwa ajili ya familia, kwa sababu adui siku zote huishambulia familia. Anashambulia familia ama anashambulia ndoa yako. Mashambulizi kwa wanandoa ambayo ukutana nayo kwenye maisha yao. Kisha unafunga, unakuwa na nafasi ya kusoma neno la Mungu, lakini pia nafasi ya kuomba pamoja na mke wako. Ninaamini kwamba kuna vitu vingi ambavyo umejifunza mahali hapa. Nataka niombe kwa dakika chache tunapokwenda kumaliza kipindi chetu hichi kwa ajili ya wanandoa wanaopitia kwenye changamoto mbalimbali. Mungu akawape hekima ya kuvuka katika vipindi hivyo. Lipo sikarabasika. Mungu akupe hekima ya kuweza kuvuka katika vipindi hivyo. Haleluya, unavyovipitia. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninatamka baraka na ulinzi kwa kila mwanandoa anayepitia kwenye changamoto yoyote. Bwana, mkono wako ulio mkuu. Bwana unayetawala. Bwana unayetenda. Bwana unayefanya yaliyo makuu. Bwana, ninatamka baraka juu ya watu hawa. Kila changamoto kwenye ndoa inayoendelea, Bwana, ninaondoa changamoto hizo. Ninaondoa chochote ambacho kinajiinua. Baba mwenye uwezo, Baba mwenye mamlaka, mashambulio ya kiroho katika jina la Yesu Kristo ninaondoa. Mkono wako ulio mkuu, Bwana, usimame uwawezeshe katika jina la Yesu Kristo. Kila chochote, Bwana, mashambulizi kwenye ndoa, Bwana, mishale hiyo kwenye ndoa, Baba, ninaiondoa katika jina la Yesu Kristo. Walinde watu hawa, watie nguvu, Bwana, Mungu mwenye uwezo, Mungu mwenye mamlaka, unayetawala na kutenda yaliyo makuu, Bwana. Kila changamoto zozote zidi yao, Bwana Yesu, naziondoa. Roho ya talaka toka kwa wanandoa hawa. Roho ya magomvi toka kwa wanandoa hawa katika jina la Yesu Kristo. Achia leo kwa damu na kondoo. Ripo sika raba sika. Ndio ninamuru leo kila chochote kinachoendelea ninakiondoa. Natangaza neema yako na mkono wako ulio mkuu, Bwana. Baba utawale, Baba utende kwa damu na kondoo. Lipo sika raba sika. Ndio Bwana kwa neema yako. Ndio Bwana kwa neema yako. Ndio Bwana kwa mkono wako. Kila changamoto yote nyamaza katika jina la Yesu Kristo. Neema yako iliyokuu, Bwana,
itawale, itawale, itamalaki Bwana, lipo sikarabasika. Ndio Bwana, kwa neema yako, ndio Bwana, kwa mkono wako Baba unayetawala, Baba unayetenda yaliyo makuu. Bwana, simama katikati yetu, simama Bwana mwenye uwezo, simama Bwana